Crazy Rocket, now available on PMBet. Ilikuwa nyepesi. Ilikuwa nyepesi. Yes. Haikustahili kwa. Haikustahili. Lakini hata kwenye ile penalty ambayo Stellenbosch ambayo alikuwa anaitaka pia kidogo kama ilikuwa nayo ina uhalaki, si ndio? Ila kwenye goli ambalo walofungwa Simba jana ilikuwa ni clear offside. Okay. Kwa hiyo mwamuzi pengine inawezekana alikuwa katika namna kuhakikisha kwamba ana balance mzani uwe sawa, lakini mwisho wa siku ni kwamba mwalimu mwenyewe pia wa Stellenbosch aliweza kuzungumza akasema kwamba kwa kile ambacho wao walichokuwa wamekiplani kilishindikana kwa asilimia kubwa, na ndio maana walishindwa kuelekea kwenye upande wa hatua ambazo zinazofuata. Kama wangefunga hata goli moja tungeona kwenye changamoto wa mikwaju ya penalty. Plani yao ya kwanza ilikuwa ni kuhakikisha kwamba mipira ya kutoka wanaitumia kwao kama penalty, jambo ambalo halikusaidia kwa asilimia kubwa. Nadhani Simba walikuwa stable sana kwenye kukabana na mtu mmoja mmoja, lakini pia walikuwa na ile commitment ya kuruka, yani wao ndo wanakuwa kwanza kuruka kwa ajili ya hiyo mipira. Kwa hiyo walifanikiwa katika hiyo engo. Swala muamuzi binafsi sitakuwa sehemu kubwa sana kumlaumu, lakini kikubwa zaidi ni kuhakikisha kwamba unaandaa timu, kwa sababu kama unashindwa kufunga hata nje ya box ni ngumu sana wewe kuhakikisha kwamba unatengeneza mipango na kuweza kufanyaje na kuweza kufanikiwa. Lakini haya yote yaliyobaki atabaki kuwa kama ni sehemu ya mazungumzo, lakini kikubwa zaidi ni Simba kuweza kuelekea kwenye upande wa hatua ya finali. Nadhani hilo ndio jambo kubwa zaidi. Haitazungumzika kwamba fulani labda alikosa goli, kwa sababu ukiangalia kwenye mechi iliyopita Jean Charles Ahoua aliingia midomoni mwa watu. Kwa mara ya kwanza nikamuona Mo ameandika waraka mrefu kumtetea mchezaji, akiamini kwamba ilikuwa ni bahati mbaya na ilikuwa pia ni sehemu ya mchezo, si ndio? Lakini baada ya ushindi wa jana na Simba kufanikiwa kuelekea kwenye upande wa hatua ya finali, hakuna anayezungumza kuhusiana na Jean Charles kukosa goli kwenye mechi ambayo ilikuwa imepita kwanza. Kwa hiyo katika hayo kama sehemu ya maamuzi naweza nikampa pengine asilimia 7 ya 10. Asilimia 7 ya 10. Yes. Vipi kwako Ray? Kwa maamuzi ambayo alikuwa anafanya jana referee? Almost kwenye fouls za kawaida alikuwa good. Alifanya maamuzi mengi kwa usahihi sana. Lakini kwenye tukio la penalty kwanza ningetaka kuligusia kidogo ambalo amelizungumzia Jemedari Said Mtipa. Bin Kazumali, nafikiri kwangu kama ile ingekuwa ni penalty, yani kama mwamuzi angeweka ile kuwa penalty, basi kwenye mechi moja itakiwa tuwe na penalty hata zaidi ya 4 mpaka 5 kwenye mchezo mmoja wa mpira wa miguu, kwa sababu mimi naamini binafsi kufanya contact kwenye boxi sio dhambi, lakini dhambi inakuja pale ambapo unafanya contact ambayo inaweza ikabadilisha direction ya mchezaji, ama ikafanya kitu ambacho kikatoka kwenye uhalisia ambao ulikuwepo, ama ikachange movement ama momentum ile tukio ambalo lilikuwa inaendelea, of which ukiangalia kwenye picha za marudio jinsi ambavyo yule fullback wa klabu ya Stellenbosch alivyoanza kuweka mkono wake kwenye mgongo wa Kibu Denis Prosper, yani ni kama wewe ujaribu kumsukuma tembo, yani wewe ukamwekea mkono tembo, unahisi anaweza kaondoka kwenye njia? Yani it was barely minimum contact, yani hata sidhani hata kama nzi anaweza akafa kwa ule msukumo ambao alifanywa Kibu Denis. Labda ungetaka kuniambia contact kama ilitokea kwa ule beki mwingine ambaye ndo aligusana kwa mbali, unaweza kaona kama alikuwa anagusana mguu na Kibu Denis, at least ungekuwa unasema okay, hii ni foul ambayo ilikuwa inaweza kumfanya Kibu Denis atoke kwenye ile momentum ambayo alikuwa nayo kwenye acceleration ambayo alikuwa ameanza nayo. Lakini kuniambia penalty itakiwa ipatikane kutokana na yeye kuwekewa mkono nyuma hivi kidogo, na unajua kumwekea mkono mtu sio dhambi, unamwachia wakati gani? Unaweza kana hata kama umemshikilia mtu hivi, lakini ukamwachia muda gani? Tunaona sana kwenye ligi ya EPL vinafanyika hivyo, mtu anakushikilia lakini muda anakuachia na mwamuzi angamui kwamba ni foul. Kwa hiyo nafikiri in terms of kumgusa Kibu Denis kwa ule mkono, kwangu haiwezi na haiji ikawa kuwa penalty. Lakini kama kuna tukio lingine ambalo ndio ile kwa kugusana mguu kwa mguu na center back mwingine, of course kwa sababu ile shot hatukupewa, lakini ilikuwa inaonyesha kama kuna contact,
Kama angeamua kupitia ile, of course ningesema absolutely maybe itakiwa kuwa penalty, lakini kwa tukio la mkono kwangu binafsi haikutakiwa kuwa penalty. Lakini utakuja tukio la goli ambao likataliwa Stellenbosch, sijui kwa nini mwamuzi akwenda kujiridhisha. Sijui, yani sijajua kwa nini mwamuzi akwenda kujiridhisha. Na pale ndo mimi ambapo ndaanza kusema okay, wewe kwa nini tukio la kwanza la penalty alienda kujiridhisha, tukio la pili la penalty alienda kujiridhisha, what about tukio la tatu, crucial moment ambayo hata tu wenye haki za matangazo ilirudiwa mara moja na kwa macho yangu mimi ambao nilirudiwa hiyo mara moja sikuona kama ilikuwa ni offside. Sasa wewe mwamuzi ambao ulikopo pale uko na jukumu la kwenda kuangalia mara moja au mara mbili. Ile ni nusu finali aisee, watu wana invest a lot of money kufika pale ambapo hapo. Kwa hiyo ilitakiwa kuwe na ufanisi zaidi. Inawezekana kweli kawa ni offside, lakini rudia kahakikishe mwenyewe, kwa sababu hata lakini kabla mwamuzi huwa hajaenda kuhakikisha mwenyewe, huwa si kuna wale wasaidizi ambao wanaziangalia, ambao huwa wanamshauri bwana, kuna tukio 1 2 3. Mwamuzi wakati yeye asipokuwa ameridhika na yale majibu labda ambao amepewa kule, ndo anasema okay, ngoja na mimi niangalie niongezee mawazo yangu kwenye wale wasaidizi wa mwamuzi. Ni sawa sana vibendera au ni washauri, yani wale hawezi wao ndo akafanya maamuzi kwamba hii inatakiwa kufanya hivi. Wao ndo anamwambia mwamuzi kuna hichi na hichi, tumeona hichi na hichi, yeye ndo anasema okay, kwa sababu there is no way yeye anaweza kama ameona offside, kwa sababu hata aliyesema kwamba ni offside hakuwa yeye, alikuwa ameshaweka mpira kati. Lakini pale ambapo mtu anataka ku overturn your decision, inabidi na yeye ukahakikisha kwamba okay, kwa nini ana overturn, umeniambia sawa. Kwa sababu hata kwenye penalty walimwambia kwamba it's not a penalty. Inawezekana alimwambia hivyo akasema ngoja nikajiridhishe na mimi. Kwa nini kwenye ile tukio kwenda kujiridhisha? Lakini pia kuna tukio la mpira ule uliokuwa umepigwa, nafikiri kwa ni marusho, sijui ilikuwa ni kona, ule ambao ulienda ukagusa mkono wa Valentino Oma, ukagusa mkono wa Chamu Karabwe, ambayo pia haikwenda kungamuliwa, haikwenda pia kuhakikishwa kwenye VAR, na watu wamegusa kwenye box. Kwa hiyo kuna hao matukio mawili ambayo yanaleta complications kwamba okay, na hayo ndo anaweza kusema mwamuzi alikuwa kwenye kiwango gani. Inawezekana kwenye zile foul za kawaida alikuwa very very good, lakini kwenye zile crucial moment ilikuwa ni goli. Crucial moment nyingine itakiwa kuwa ni ile ambayo itakiwa kuwa penalty. Pale ndo mwamuzi ambapo alipotea. Kwa hiyo mimi ukisema ni mlete kwenye scale ya 1 to 10, kwangu naweza nikampa 5. Yeah, yani ndani alichezesha vizuri, lakini kwa zile crucial moments hakuwa na akufanya ufanisi ambao mimi nitarajia kuona kwa mwamuzi ambaye anatakiwa kuchezesha nusu finali ya kombe la shirikisho. Credibility kwa Kiswahili ni nini? Credible kwa Kiswahili. Credibility. Kiswahili chake nisikije. So yani ni I don't know neno lake. Ufanisi au yes, nini? Kama ufanisi yani ni mtu ambaye au Usahihi, mtu anatakiwa awe trusted, ndio. Kwa hiyo are you questioning credibility ya mwamuzi wa jana? With no doubt. Kwenye yale matukio mawili. Ndio maana nikasema mimi kwa nilichokiona mimi binafsi, kwa engo ambao nilipewa mimi, nilimuona De Jong ambaye ndo alisema yuko offside. Sehemu ambayo ilikuwa imezidi ni mkono. Na kwenye kanuni za sasa hivi, kiungo chochote ambacho hakiwezi kutumika kwenye kufunga hakiwezi kukaa offside. Na ndio maana sasa hivi ikichorwa offside wanaangalia kama umevaa, wanaangalia usawa wa nini short sleeve. Kama mimi nimevaa t-shirt ya mikono mifupi, kuanzia hapa kwenda juu mimi naweza nikafunga kupitia hichi na ikawa ni goli. Kwa hiyo kama nikiwa nimezidi hichi hapa, hiyo ni offside. Lakini kuanzia hapa kwenda huko, kwa vile siwezi nikatumia kwenye kufunga au nikanufaika kutumia hichi kufunga, hata nikifanya hivi beki huko hivi mkono umeishia hapa, so offside. Na mimi kwa picha niliona mkono wa De Jong ndio upo kwenye eneo la offside, lakini mwili wake pamoja na sleeve yake iko kwenye onside position. Labda sasa sijajua yeye alitafsiri nini na aitumia kitu gani kutafsiri kwamba ni offside. Unajua kuijua kanuni na sheria ni kitu kimoja, na kuitafsiri. Siamini kama refarii anaingia uwanjani ajui kanuni wala ajui sheria. Yaani na unachezesha mechi ya kombe la shirikisho nusu finali, haiwezekani ukawa hujui sheria na kanuni. Lakini sasa